بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائد غر المحجلين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. الحمد لله وحمد زاكي الله سبحانه وتعالى. Leo tunakutana na ndugu zetu katika msikiti kama vile huu mzuri, Masjid al-Irshad, ikiwa kwa lengo la kupeana ilmu na kukumbushana yale mambo ambayo kwamba yanatuhusu sisi katika dini yetu, ikiwa ni mwenendo wa waja wema alayhim rahmatullahi ta'ala, kama tutavyoona ndani ya muhadhara wetu wa leo kwamba walikuwa wanajitahidi kutumia nyakati kama vile hizi bora na sehemu kama vile hizi bora kukumbushana mambo ambayo kwamba yatawanufaisha wao katika akhira yao. Na siku yetu ya leo biidhnillah ta'ala, katika hizi dakika maaduda, tuko na risala nzuri sana ya mmoja katika wanachuoni wakubwa wa Kiislamu katika zama hizi, akijulikana kama Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, ambaye ni mmoja katika wanachuoni mamlaka al-Arabia Saudia, mwalimu katika Jamia Islamia Madina, na kadhalika ni mhadhiri katika ni mwalimu katika msikiti mtukufu wa Makkah na Madina na Masjid Quba na sehemu mbalimbali. Sheikh yotoa ilmu katika ulama ambao juhudi yao inajulikana kwa talabatu al-ilm, Sheikh Abdul Razzaq Al-Badr hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu. Na risala yake hii ambayo tumeichagua kwa jina min wasaya salafi lishabab, wasia miongoni mwa wasia wa waja wema waliotangulia as-salaf kwa vijana. Na asili ya hii risala ilikuwa ni muhadhara ambao Sheikh alitoa katika moja kati ya masajid katika mji wa Bahrain, kisha baada ya hapo ukaandikwa na Sheikh akaupitia na kuongeza baadhi ya fawaid. Inshallah, kwa kuwa time ni dogo, tutakwenda haraka biidhnillah ta'ala, ili katika hizi dakika tuwe tumenufaika inshallah. Kwa yule ambaye kwamba atakuwa yuko na simu, bora afungue PDF kama vile hii, usiketi tu katizama, hata kama Kiarabu ufahamu bora ufatishe inshallah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakusaidia. Unajua kuna mushkila mmoja, si tukiwa tuenda kutoa darasa waambiwa usisomeshe kitabu kwa sababu waislamu hawajui lugha ya Kiarabu. Sasa watajua lini lugha ya Kiarabu ikiwa kila siku tunasema tusiwasomeshe hawajui lugha ya Kiarabu? Kwa hivyo inabidi wewe mwenyewe ujizoeshe. Funua hii PDF inshallah, nadhani risala iko Sheikh watumanie, kama pengine kuna group iko, sio? Kuna group ya pamoja watu wote tuko, sio? Inshallah kila mmoja kuwa nayo, itakuwa ni sahali. Wewe mwenyewe utakuwa busy katika darasa na utakuwa wafatiza inshallah. Sheikh anaanza bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala fala yakhfa anna marhalata ash-shabab marhalatun muhimmatun jiddan, haifichikani kwa watu ya kuwa marhala ya ujana ni marhala muhimu sana في حياة الإنسان katika maisha ya binadamu, liannaha marhalatul quwwati wan nashat, kwa sababu marhala ya ujana, marhala ya shabab ndio marhala ya uchangamfu na nguvu. Mtu anapokuwa ni kijana anakuwa yuko na nashat na anakuwa yuko na nguvu, tofauti na mtu umri wake unapokuwa umetoka katika marhala ya ujana. Qala wa suhulati alharaka, na kadhalika ni marhala ambayo kuna wepesi wa mtu kufanya mambo yake kwa haraka. Movement zako ukiwa katika marhala ya ujana inakuwa ni vipesi sana. Qala wa quwwati al'a'dha, na kadhalika viungo vako vinakuwa viko na nguvu. A'dha, viwiliwili vako viko na nguvu. Qala wa salamati alhawasi, na kadhalika hawasi yako kama ni macho, masikio, na kadhalika pua, hawasi inakuwa zafanya kazi sana, bado hazijadhoofika. Kama mtu anapofikia umri wa utu uzima, pengine utaona macho yake hayaoni vizuri, ama masikio yake yanakuwa haioni vizuri, lakini ukiwa bado kijana
hii marhala na hivi viungo inakuwa bado iko na nguvu. Qala bainama idha kabara al-insan tad'ufu minhu hawasuhu wa qiwahu, baina ya mtu anapokuwa ni mtu mzima, umri unapokwenda, hizi hawasi zake zinapungua nguvu yake, na kadhalika viwiliwili vyake kadhalika vina nguvu yake inakuwa inapungua. Qala wa qad awla al-islam hadhihi al-marhala ihtimaman khassa, na Uislamu umeupatia ujana, marhala ya ujana Uislamu umeipea umuhimu maalum. Katika marhala ya ujana iko na umuhimu maalum tofauti na marhala nyingine. Qala wa riayatan adhima, na kadhalika Uislamu umeipea marhala ya ujana uchungaji mkubwa sana, kwamba ni wakati ambao mtu anatakikana ahifadhiwe na achungwe kweli. وجاءت النصوص مؤكدة على عظم شأن هذه المرحلة، نكذلك دليل ndani ya Qur'ani na Sunna na aqwali ya ulama zimekuja ikituelezea umuhimu wa marhala kama vile hii wa ahmiyatiha. قال فقد حث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المبادرة لاغتنامها. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam ametuhimiza na amehimiza umma watu kutumia vizuri hii marhala ya ujana, walhadari min idaatiha, na watu kujihadhari wasije wakaipoteza hii marhala ya ujana. Ukipata wewe bado ni kijana, huo wakati utumie vizuri wala usiupoteze. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimwambia bwana mmoja akimpatia waadhi, qala igtanim khamsan qabla khamsin, nufaika na mambo matano kabla hujafikiwa na mambo matano. Katika mambo ambayo kwamba Mtume alayhi salatu wassalam aliyasema, qala shababaka qabla haramik, nufaika vizuri na marhala ya ujana, nufaika vizuri na huu wakati wa ujana kabla hujafikiwa na uzee. Ukiwa bado shab, igtanim hadhihi almarhala qabla an tashib, kabla hujakuwa ni mtu mzima ukatokewa na mvi. Qala wa sihhataka qabla saqmik, na kadhalika nufaika vizuri na afya yako. Ukiwa uko na afya, nufaika na ule wakati ambao kwamba uko na afya kabla hujafikiwa na maradhi. Kesho waweza ukaumwa wewe, leo hii una uwezo kusimama kusali, una uwezo kuja msikitini kusali, hivi kesho ukakosa hii taqa. Tumia huu wakati leo kuja msikitini kusali, sababu kesho ukiwa na maradhi, ile sehemu ambayo kwamba ulikuwa unakuja msikitini itakutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba huyu bwana hakuja kusali sababu alikuwa na maradhi, lakini akiwa mzima alikuwa yuaja msikitini. Tayeb, qala wa ghinaka qabla faqrik, na kadhalika nufaika na wakati wako ukiwa ni una mali, una uwezo, una ghina. Ukiwa una uwezo, nufaika nao uwezo kama vile ule. Kama Allah amekuruzuku mali, tumia mali yako katika mambo ya khair, kama kusaidia aitam, kusaidia aramil, wajane, kusaidia masakin, kuimarisha misikiti ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoa sadaqa, kutizama familia yako ukiwa uko na mali. Sababu inaweza ikatokea ile mali wewe huna makubaliano na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba utakuwa ni tajiri kila siku. Wangapi walikuwa na mali nyingi, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawaletea balaa katika mali yao, wakafilisika ile mali. Sasa wewe ukiwa uko nacho leo, tumia hicho, pengine kesho utakosa kabisa. Ndio asema Mtume alayhi salatu wassalam, qala wa ghinaka qabla faqrik, na kadhalika wakati wako wa ghina kabla hujafikiwa na ufakiri. Qala wa faraghaka qabla shughlik, na kadhalika nufaika vizuri na wakati wa faragha. Ukiwa uko na wakati uko open, utumie vizuri. Kesho hasa unaweza ukapata ghafla ama ukafikiwa na ubizi ukashindwa kufanya ibada fulani ama ukashindwa kufanya jambo fulani zuri.
Falidhalika haya mambo mtume ameeleza. Qala jambo la tano, wa hayataka qabla mautik, na tumia vizuri uhai wako kabla hujafikiwa na mauti. Mtu akifa tena akaunti yake ya khairi haiongeze chochote wala ya shari, isipokuwa kama alikuwa ameweka vitu ambayo itakuwa ni sadaqatun jariya, na hivyo vitu utaviweka leo ukiwa uko na uhai, lakini kesho idha mit intaha. Sasa mtume alayhi salatu wassalam kizamani katika hii hadithi amesema binadamu anaambia binadamu anufaike na haya mambo matano. Miongoni mwao mtume akasema qala ash-shabab, marhalat ash-shabab. Sheikh anasema fa marhalatu ash-shabab dakhilatun fi umum qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa hayataka qabla mautik. Mtume aliposema nufaika vizuri na uhai wako, ujana sioingia katika uhai. Ama mtu akiwa ni kijana anakuwa yeye hayuko hai, amekufa. Mtu akiwa kijana si sehemu katika uhai, lakini maadhalika mtume akasema shababaka, tumia vizuri uhai wako, lakini huu wakati wa ujana maalum utumie vizuri. Lakinahu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam khassa hadhihi almarhalata bidhikri li'idhami ahmiyatiha. Mtume alayhi salatu wasalam ametilia umuhimu hii marhala ya ujana kwa kuutaja kutokamana na umuhimu wake wa kabiri shaniha, na kwamba uko na jambo kubwa sana huu wakati wa ujana. Falidhalika yatakikana mtu autumie vizuri. Qala fayanbaghi tayaqudhu lidhalik, yafaa Muislamu atanabahi na amke anaposikia huu umri wa ujana, wa adamu tahawun biha, na asiuchezee kabisa ujana wake. Muislamu ni kosa kubwa sana kuchezea hii marhala ya nguvu, marhala ya shababia, ni kosa ukiuchezea hii marhala. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 5. أسمع عبد الله بن مسعود حديث يمتومي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاوتا بيتا مقوة بندام يوم القيامة. قدم عبد mguu mpya يوم القيامة hautapiga hatua kwenda pahali nyingine mpaka aulizwe kunako mambo haya. Qala hatta yus'ala an 5, mpaka aulizwe kunako mambo matano. Katika mambo hayo qala an umrihi fima afna, umri wako umeutumia vipi wewe bin adam. Hili swali utaulizwa nalo يوم القيامة. Wewe umri wako uliutumia vibaya katika kucheza madrafti, kucheza mabao, kucheza makeram, kucheza manini, ludo, sijui kitu gani, kula miraa, kuvuta bangi, kuiba. Umri wako umeujaza mambo ya shari tu yani. Utaenda kuulizwa يوم القيامة. Kadhalik qala wa an shababihi, na kadhalika utaulizwa kuhusu ujana wako. Ujana sasa. Alhamdulillah, naona walioko wengi msikitini asili ni ujana, vijana. Sasa ikawa ni vijana patoana mapati tu. Wewe ukiwa na umri kuanzia miaka 40 kushuka chini, ente lazima tashab. Wewe ni kijana. Shanifahamu? Wewe ni kijana. Falidhalika ndio alhamdulillah wengi waliojaa wako baadhi yao kwa khairati kuna 50 hapo. Bado kijana naye sio? Asema bado jinsi. Mashaallah. Tayeb. Sasa huu umri ndio kuutumia vizuri. Sasa mtume asema katika mambo ambayo kadhalika utaulizwa wa shabab, utaulizwa kuhusu ujana wako. Huu marhala ya shabab. Qala fima ablah, ulimaliza vipi ujana wako? Naambia sasa wewe ujana wako mwenyewe jiulize leo. A'id lis-su'ali jawaba. Angalia hii swali jawabu ya mtayamo utajiulizwa. Ujana wako umetumia vipi? Ndio ile jawabu ya kulitengeza leo. Ambia ya Rabbi, mimi nilikuwa nakaa katika program za khairat. Nilikuwa nakaa katika program za khairi. Nilikuwa nafanya mambo kadhaa. Jawabu lako liendai sahihi. Qala wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Na kadhalika utaulizwa kuhusu mali yako. Ile mali umeituma vipi? Mali yako na umeitoa vipi? Mali yako pengine kuna mtu mwingine yeye jumo lake ni la halali mashaallah, lakini unaitoa wapi? Kijana wa Kiislamu mali yake anaitoa kwenda kununua miraa, ama anaitoa mali yake kijana wa Kiislamu kulipia school fees binti ya watu.
binti na baba yake wamlipia school fees, mtumwa, utajaulizwa mwanamke. Ama watumia ile kuhonga, unajua kuhonga? Unajua kuhonga? Sijui leo kosa sema kuhonga. Yaeleweka sio? Kuhonga. Mali yako utumia katika hizo mambo, my brother. Utaenda kuulizwa mapema. Kwani umeichuma kwa halal lakini umetoa kwa haramu? Ama kuna mwingine yeye mali yake mashallah ameipata kupitia kuiba. Ukipita pale Totoroni Bilqadir wewe mtokea Maiko anaambia ukiwa Kiamaiko shehe, hapa Kiamaiko shehe kwa makini. Shehe fahamu, uwezo hiyo simu unaweza kushangaa hujui imeenda wapi yani. Hujui tu imeenda wapi. So kwa makini. Sasa kuna wale jamaa rafiki zake na Qadir ya Kiamaiko. Wale ambao sio jamaa wa shari. Allah tuongoze sote. Yeye mali yake anachukua kwa haramu, lakini akishajiba ile mali anatoa sadaka. Anatia shabu khairat, ipeleka kwa yatima. Utajaulizwa mali yako umechuma kwa haramu ama umechuma kwa halali, utaulizwa umetoa katika halali ama umetoa katika haramu, satusal. Qala wa malihi, ataulizwa kuhusu mali yake, min aina iktasabahu, ameichuma wapi, wa fima anfaqa, na ameitoa wapi, kwa kipi ametoa mali yake. Hebu ngoja nikuulize swali, wewe mali yako unaitoa wapi? Unachuma wapi mali yako? Hii swali jijibu mwenyewe katika nafsi. Shajibu. Hawa itoa wapi? Waipeleka wapi mali yako uliyotumia? Hiyo swali utajiuliza wakati yako. Qala wa fima anfaqa wa madha amila fima alim, na kadhalika mtu ataulizwa kuhusu elimu. Wewe umejua kwa kuswali ni wajibu. Baada ya kujua mfanye nini? Madha amilta baada dhalik, mfanye nini baada hapo? Satusali yawm al-qiyamah. Sasa Mtume alayhi salatu wassalam akakhabarisha, qala fa akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam anna al-mar'a yus'alu yawm al-qiyamati an hayatihi bi su'alain. Mja anaulizwa yawm al-qiyama kuhusu uhai wake katika maswali mawili. Kuhusu uhai wako maswali mawili. Jambo la kwanza, an hayatika umuman, kwa uhai wako kwa ujumla. Tunaposema uhai, umri wa ujana unaingia, umri wa utu uzima unaingia. قال عن حياته عموما من أولها إلى آخرها. لكن سؤال يبيل كذلك وتوليز عن مرحلة الشباب خصوصا، وتوليز كنسمو وكاتي وجانا سبيشل، وتوليز كنسمو جنواكو، مع أنه إذا سئل عن حياته فموجد نقول كنسمو كنسمو حيواكو، فإن مرحلة الشباب داخلة فيها، مرحلة وجانا ينجيا، لكنه يسأل يوم القيامة عنها سؤال خاصا. لكن جنواكو توليزك وسجان سؤال معلوم، تسأل عن شبابك سؤال خاصا. قال ولهذا ينبغي على الشباب، سكيزا أسمى يتككانك وكجانا أن يتنبه لأهمية هذه المرحلة، أتنباهي كوس مهم وهو كاتي وجانا، ويتذكر دائما ناكمبوك كجانا وكسلام مدوت أن ربه عز وجل سيسأله يوم القيامة، كما الله جل جلاله أتكوليز يوم القيامة ماذا عمل فيها، ولفنانين أن يهون وكاتي وجانا، إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره، pamoja na kwamba utaulizwa kuhusu kadhalika matendo ambayo kwamba uliyofanya katika umri wako wote, au utaambiwa katika umri wako ulifanya nini? Nilifanya kadhaa, nilifanya kadhaa, nilifanya kadhaa. Hana wakati wa ujana wako ulifanya nini? Yaani kijana afaa ukuwe na amali khasa ambazo uzifanya wakati wa ujana. قال سيسأل يوم القيامة ماذا عمل فيها، إضافة إلى السؤال عن عمله في عمره كله المتضمن لمرحلة الشباب، لأنها مرحلة القوة والنشاط. الله نقولنزا سؤال معلوم kuhusu ujana wako kwa sababu muda wakati uko na nguvu. Sasa kwa kuwa muda wakati Allah anakupea nguvu ya ziada, ulitumia vipi? Qala wa yusri alharaka, na kadhalika huu wakati mambo yako unaweza kuyafanya kwa wepesi sababu bado ni kijana. Qala wa quwwati al-a'dha, na kadhalika viwiliwili vako viko na nguvu, wa ihtimali al-hawas, na hawasi zako ziko na nguvu. Hawasi zile kitu ambapo kwamba unavuta hisia kupitia kwazo, ima macho ama masikio, umeona, ama ngozi na kadhalika. Hawasi yako bado iko sawa.
قال ولهذا حث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الشباب كما في الحديث السابق على اغتنام هذه المرحله اغتناما عظيما. Ndio maana Mtume عليه الصلاه والسلام akawahimiza vijana kutumia vizuri huu wakati. قال واوصى عليه الصلاه والسلام ايضا اهل العلم والمعتنين بالتربيه. كذلك kile Sheikh Abu Khairat hii ya kwenu, Mtume عليه الصلاه والسلام akawahusia wale watu wenye ilmu na wale ambao kwamba wanasimamia mambo ya tarbia, wanalea wale watu ambao kwamba wanasimamia malezi, walimu wa madaris, walimu wa marakiz, walimu wa maskuli na kadhalika. Qala bitarbiyati wa da'wa wa ta'lim bishabab, kwamba watilie umuhimu sana kuwafundisha vijana, lianna ash-shababa yahtaju ila inayatin wa mulaqafa, sababu vijana sisi tunahitaji inaya maalum, tunahitaji mtu atutilie umuhimu maalum. Isikuwe tu darasa yako unayozungumza una focus kwa watu wazima. Vijana yatakiwa upate time kama vile hii, alhamdulillah. So inakuwa ni maelezo maalum kwa vijana, sababu huu wakati ndio wakati ambao yafaa utengezwe vizuri kijana wa Kiislamu. Qal wa rifqin wa tudadin, na huu ndio wakati ambao vijana wanataka upole. Haina haja kuanza kuwasomea maneno kwa gumu, kuanza kupigana. Tuwaambie maneno kwa upole, unawaeleza vijana. Huu ndio wakati wanataka upole wao, wanataka urafiki wa karibu, wanataka mapenzi, ili haya mambo yawasaidie. Sababu huu kijana wa Kiislamu asipopata mapenzi kutoka kwa mwalimu wa kheri, atakuja kupata mapenzi kutoka kwa mtu wa shari, atamfanya kuwa mtu wake wa karibu. Ndio mnaona leo, na miongoni mwa njia kubwa ambazo watu wanazitumia katika kuwateka vijana na hizi masimu yetu sahihi, wanawekewa program, ile program inakuwa inawavuta wale vijana, wanakwenda katika zile program. Qala wa tahbib lahum fil khair wa ahlihi, na ndio wakati wa kuwafanya vijana wapende watu wa khairi na waipende khairi yenyewe, hatta la yatakhattafuhu ahlul batil, mpaka wasije kuchukuliwa na watu wa batil, wa arbabil muharramat, na wale walezi ambao wao wanalea haramu. So wale walimu ambao wanafundisha watu halal yafaa wajali vijana sana, sababu wasipowajali wao watakuja watu wa haramu. قال ولهذا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تحقيق هذه المعاني الجليلة، كما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا رأى الشباب قال أسرا ما صحابة رضوان الله تعالى عليهم walitilia umuhimu sana, walikuwa wanakupa sana kuhakikisha wanahakikisha hizi maana nzuri za ujana katika kuwalea vizuri vijana. Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa yasema qala annahu kana idha ra'a ash-shab, Abi Sa'id alikuwa akimuona kijana, qala, anamwambia marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa kila kimuona kijana amekuja katika program za khair, anamwambia karibu ewe wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na sitowaambia marhaban biwasiyati rasulillah, karibuni eni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini karibuni eni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam? awsana rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam an nuwasi'a lakum fil majlis. Mtume alayhi salatu wassalam ametuhusia tuwafungulie, tuwapee nafasi mnapokuja katika majlis. Ikiwa watu wamekaa, wakija vijana hapa, wale vijana wapewe nafasi ya kuketi. Kwa sababu gani? Ili vijana wasikize zile hikma zinazotoka katika kile kikao cha kheri, na wao waifuate ile kheri. قال أوصانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نوسع لكم في المجلس وأن نفهمكم الحديث. نمتم متوسية وفنديش نيني حديث. kijana akija yuwataka ilmu, la tabkhal fi ta'limi, usifanye ubakhili kumsomesha. Ikiwa uko na wasa, uko na wakati, la tabkhal, sababu ni wasia wa Mtume ametuhusia tuwafanyie khairi vijana. Qala fa innakum khulufuna, Abi Sa'id yasema kwani nyinyi vijana, nyinyi ndio makhalifa wetu. Sisi tukiondoka, hawa mashekhe zenu wakiondoka, ni nyinyi vijana ndio mtachukua nafasi zao. Qala fa innakum khulufuna wa ahlul hadithi ba'dana, na nini ndio wapokezi wa hadithi baada yetu.
kwamba tukiondoka sisi ni kina nani watakuwa watu wa hadithi. Haya sasa mimi nawauliza katika msikiti wenu, wakiondoka mashehe zenu ni kina nani ambao kwamba watawashika mashehe zao kwa ilmu na kuwapokea? Ikiwa vijana hawataki kuhudhuria vikao ya khair na hawataki kusoma, ndio maana Abi Said alikuwa akimuona kijana yuachukua bishara njema sana, sababu hiyo ni alama ya khair. قال فإنكم خلوفنا وأهل الحديث بعدنا. قال وكان يقبل على الشباب. كذلك أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه alikuwa anawaelekea vijana, fayaqulu lahu, anamwambia vijana, ya ibn akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, idha shakakta fi shay'in fasalni, ukitia shaka kwa kitu chochote katika dini yako njoo uniulize, hatta tastayqina, mpaka ukuwe na yaqini. Usije ukafikiwa na jambo la dini la kutatiza wewe ukatulia tu wanyamaza tu, la, idha bila alimin wasaluhu, nenda kwa mwanachuoni muulize lile swali. Ndio wasema ukitia shaka, kijana wa Kiislamu, umeona kuna jambo katika dini la kutatiza, la taskut, usinyamaze, mfuate mwanachuoni, mfuate alim, mfuate shekhe, mpigie simu muulize jambo hili liko vipi. Qala la taskut fasalni hatta tasbin fa innaka in tansarifa ala al-yaqin, kwani wewe ukiondoka kwangu mimi ukiwa uko na yakini, ahabbu ilayya min an tansarifa ala shak, mimi napenda kuliko wewe kuondoka ukiwa na shaka. Usione haya katika ilmu. Swali yoyote uliza, swali yoyote uliza. Bwana mmoja aliuliza swali, amwambia shekhe, vipi yafaa kunywa maji kupitia nini nitaje ile maji yafaa kunywa, ni halali ama ni haramu? Kwa nini ameuliza? Sio ni haramu bwana. Jamaa kaamua aulize mapema. Shafahamu? Sasa wewe una masuala makubwa ya dini na kuchanganya, lakini hutaki kuuliza. La, uliza swali. Sasa hivi kila mmoja atae swali lake. Uulize. Kila swali gumu, ukija swali ambalo sielewi na kujibu jawabu ambalo ulielewi. La tarafi, ukiwa na swali uliza. Hausia wa Abdullah wa Abi Sa'id al-Khudri. قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا رأى الشباب يطلبون العلم. عبد الله بن مسعود alikuwa akiwaona vijana wakuja kutafuta ilmu kama vile nyinyi mlivyokuja kutafuta ilmu, anawaambia marhaban bi nabi'il hikma, karibuni enyi chemchemu za hikma. Kijana ni manba, chemchem ambayo hikma inatoka pale. Qala marhaban bi nabi'il hikma wa masabihi dhulami, na karibuni enyi misbah, enyi taa za wakati wa kiza. Kijana mwema ni taa pale kiza inapoingia, yeye ni light, anaongoza kwa watu, anaeneza ile nuru. Qala marhaban bi nabi'il hikma wa masabihi dhulam wa khulqani thiyab, na nyinyi mazuri. Khulqani thiyab manake watu ambao nguo yao inakuwa inaisha kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa manake ni maana ya kwamba nyinyi ni watu wa Mungu, zahidun. Qala jududil qulubi, watu ambao nyoyo zao bado mpya, hamjaona bado mambo makubwa ya maasi, hamjaona bado batil nyingi. Huno wakati wenu bado nyoyo yenu mpya, bado hujaingia katika majukumu makubwa. Jududul qulub. Qala hulusul buyuti, watu ambao wanalazimiana na majumba yao wakati wa fitna, hawatokitoki nje. Qala raihanu kulli qabila, na vijana ndio harufu nzuri ya kila kabila. Kabila yoyote ukiona wana vijana wanajifahari kwa vijana wao. Huwezi kuona kabila wanajifahari kwa sababu wako na wazee. Wanajifahari makabila sababu wako na vijana wanaojielewa. Sasa vijana nyinyi ndio chemchemu za hikma, na nyinyi ndio watu ambao nyoyo zao ni safi, nyinyi ndio wacha Mungu, nyinyi ndio ambao umma unajifaharisha kuwa na nyinyi. Lidhalika mkija kutafuta ilmu mmekuja sehemu ya sawa. Wallahi hii ndi majlis yenye khairi na nyinyi. Huko nje hakuna khairi na nyinyi wala hakuna salama, lakini huna fihi salamatukum ayuha shabab, hapo ndo kuna salama yenu enyi vijana. قال ووصايا السلف للشباب وعنايتهم بهذه المرحلة كثيرة جدا. وفي هذه الرسالة من وصايا السلف للشباب
انتقيت جملة منها مع تعليق يسير على كل وصية. أنا سمع نسلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم wanawasia mwingi wakiwapatia vijana, na sisi katika hii risala tumechagua baadhi ya nasia na nasaha ambazo tutawagia vijana na tutatia taaliki fupi. Time yangu mbakia kiasi gani Sheikh Aba Khairat? كم تبقى؟ 15 ونحن يعني كملنا المقدمة. Manake hatuwezi kuimaliza inshallah. Kama tutapata wakati mwingine inshallah so tutasoma pale tutapofikia. Lengo si kumaliza, lengo ni kupata ile wadi ambayo imepatikana. Wasia wa kwanza, ambao kuna maswali, kwa makini, andika. Inshallah saa hii mkitoka, nimeona mmeingia hamna peni wala, ukitoka saa hii kijana, hakikisha umetafuta zako peni na daftari lako. Ukiingia katika darasa andika. Usiketi tu namna hii, utasinzia. Unajua shetani hataki nyinyi mketi hapa. Unajua shetani hataki kabisa, yani anakasirika sana akiona mko hapo. So atakufanya tu tulivu. Matokeo yako utasinzia, sasa ukishasinzia mambo yote tumeyazungumza yamekupita. Falidhalika mjitahidi inshallah kama shekhe wetu pale alivyo na karatasi yake. Umeona? Kila mmoja kwa busy uandike. Tukitaja wasia wa kwanza umeandika. Lakini sasa nitazungumza nikimaliza nitakiuliza wasia wa kwanza tuseme nini, hamkumbuki sababu hakuna mtu anaandika. Ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Msitegemee sana hifadhi yako, pengine inaweza kukusaliti. Ukiandika na ukahifadhi inakuwa ni vizuri. Wasia wa kwanza ambao salaf rahmatullah ta'ala alayhim wanawapea vijana, qala an abi al-ahwas qala abu ishaq wa huwa amr al-sabi'i radiyallahu ta'ala rahmatullah ta'ala alayhi ya ma'shar ash-shabab. Abu ishaq amr al-sabi'i rahmatullah ta'ala alayhi ana wahusia vijana wasia hii, anawaambia ya ma'shar ash-shabab. Wasia ya kwanza, eni kongamano la vijana, eni group la vijana, ightanimu, utumieni vizuri, ai shababakum, chumeni vizuri katika ujana wenu. Eni vijana, ightanimu, tumieni vizuri hii wakati yenu ya ujana. qalla ma tamurru bi laylatun illa wa aqra'u fiha 1000 aya. Mara chache mimi kupita usiku, ila kila usiku ambao kwamba unifikia nasoma aya 1000. Aya 1000 ndani ya kila usiku mimi nasoma. Sheikh anasema yeye yusoma kila usiku aya 1000. قال قل ما تمر بي ليلة إلا وأقرأ فيها 1000 آية وإني لأقرأ للبقرة في ركعة وإني لأصوم أشهر الحرم و3 أيام من كل شهر والاثنين والخميس ثم تلا وأما بنعمة ربك فحدث. أنا وانبيه إني vijana nufaikeni vizuri na wakati wenu wa vijana, kwani mimi umri wangu nautumia kila usiku kusoma aya 1000, na mimi ninasoma katika rakaa moja ndani ya usiku suratul Baqara yote, naanza alif lam mim mpaka mwisho, rakaa moja. Qala na mimi kadhalika nafunga miezi mitukufu, zile somo za sunna ndani ya miezi mitukufu, wa 3 ayyam kulli shahr mimi nafunga. Qala wal-ithnain wal-khamis, na kadhalika mimi nafunga siku ya Monday na Thursday nafunga. Thumma tala, kisha akasoma aya Allah wa amma bi ni'mati rabbika fahadith, ama kwa neema ya Mola wako waelezee watu waijue hiyo neema na wao pia waige wanufaike nayo. Sasa manake hii ni risala kama anavyosema qawluhu rahmatullahi ta'ala alayhi aqra'u 1000 ayatin fi al-layla yuradu bihi at-taqrib lit-tahdid. Anakusudia kukaribisha tu ile maana kwamba yusoma aya kadhaa ndani ya usiku, lakini si kwamba kila siku yusoma aya 1000. Wa maanahu annahu yahtimu al-Qur'ana fi kulli usbu'in marra, kwamba yeye yusoma ndani ya kila wiki moja yumaliza khatma. Kuna Muislamu hapa ana miaka 3 leo kumaliza khatma al-Qur'an, miaka 3. Kijana na miaka 25 amezaliwa ndani ya Uislamu mpaka leo hajawahi kumaliza Qur'an, nadharan kwa kutizama kuanzia alif lam mim mpaka min aljannati wan nas, na leo ako na miaka 25 ama 30 lam yukammil kitab Allah, hajamaliza kitabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma awe alisilimu
Wewe ni kijana wa Kiislamu, unzaliwa ndani ya Uislamu, umri wako wote unaumaliza baina almasajid wal madaris, kisha nafikia umri mkubwa hujawahi kumaliza Qur'an. Allah, hadha aib. Nini? Tumeshughulika zaidi. Sasa angalia huyu mwanachuoni, yeye fi kulli usbu'in yumaliza Qur'an. Qala wa khatama al-Qur'an fi kulli usbu'in marra wa huwa da'bu 'ammati as-salaf. Na ndio ulikuwa mwenendo wa salaf salih, mara nyingi walikuwa wanamaliza Qur'an ndani ya wiki moja. Qala wa Amr ibn Maymun annahu kana yalqa ar-rajula min ikhwani fayaqul laqad razaqani Allahu al-barihata min as-salati kadha. Tizameni wallahi waja wema maneno ambao walikuwa wakiyazungumza wanapokutana, na sifa ambazo walikuwa wanazizungumza wakikutana. Huyu bwana anamwambia mwenzie Al-Amr ibn Maymun rahmatullah ta'ala alayhi, alikuwa akikutana na mwenzie anamwambia, mimi nimesoma katika usiku wa jana, mimi nimeswali katika usiku wa jana rakaa kadha na kadha. Maana katika qiyamul layl ima nimeswali rakaa 4, rakaa 3, ama 5, ama rakaa 7, ama rakaa hakadha. Yakul la qala wa razaqa min alkhairi kadha, na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ameniruzuku khairi fulani na fulani. Na hii kama anavyosema al-Allama, maana yake si kwa lengo la kujisifia na kutaka riya, lakini kuwahimiza wenzio na wao pia wafanye khairu. Na mimi nawahimiza, mimi leo usiku nimeswali qiyamul layl, na wewe leo usiku nenda kaswali qiyamul layl. Hakadha salaf walikuwa wanahimizana katika mambo ya khairi. Qala Abu Abdullah al-Hakim fi al-Mustadrak, ana sema Abu Abdullah al-Hakim rahmatullah ta'ala alayhi, baada ikhrajihi lil atharain as-sabiqain, baada ya kupokea hizi athari mbili, hii ya mwanzo na ya pili, anasema farahima Allahu Amr ibn Ubaydillah as-Sabi'i, Allah amrahamu Amr ibn Ubaydillah as-Sabi'i wa Amr ibn Maymun al-Awdi rahmatullah ta'ala alayhi, na Amr ibn Maymun al-Awdi rahmatullah فلقد نبه لما يرغب الشاب في العبادة، kwani wametupatia tambii, wametutanabahisha kunako mambo ambayo kwamba yanawapatia morali vijana katika ibada. Qala wa fil atharain aidan, na katika hizi athari mbili ambazo zimetangulia, at-tarbiyatu bil qudwa, ndani yake kuna malezi kwa vijana wakuwe na qudwa na vitu ambavyo kwamba wanaviegeza. Qudwa yetu ni nini? قال فالشاب يحتاج إلى هذا المقام. كل كجانا والله أنا يحتاج أكون متو عبادة، كل كجانا أنا يحتاج أكون متو قيام الليل، كل كجانا أنا يحتاج أكون متو قرآن، كل كجانا يفهم أكون كتهي حالي. دون سما فالشاب يحتاج إلى هذا المقام حتى ينشط أو حتى ينشط ويسهل عليه الامتثال، mpaka mwili wake upate nguvu na hivi vitendo viwe vipesi kwake. Lakini yambaghi lilmuallim, yafaa mwalimu sasa anayezungumza, an yatanabbaha ila husni niyya, akuwe na nia nzuri anapoyazungumza haya, wa qasda, na lengo lake likuwe zuri, hatta la yaqa fi riya, mpaka asiingie katika riya, ikawa sasa unajieleza watu wajue kama wewe ni mwema, ikawa ni riya, fayahbitu amali yake akaiharibu. Hiyo ni wasia ya kwanza. Wasia ya kwanza mwanachuoni rahmatullahi ta'ala alayhi anawahusia vijana kunufaika vizuri na ujana wao. Wasia ya pili, qala wa min jumlati wasaya salaf lishabab ma jaa Hammad ibn Zaid annahu qala dakhalna ala Anas ibn Sirin rahmatullahi ta'ala alayhi fi maradihi فقال اتقوا الله يا معشر الشباب انظروا ممن تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. أنا سمع حماد بن زيد رحمة الله تعالى عليه tuliingia kwa Anas ibn Sirin katika maradhi ambayo yalikuwa yanamsumbua akiwa katika firashi al-marad. Anas ibn Sirin akatupatia wasia, anatuambia ittaqullaha ya ma'shara ash-shabab, muogopeni Allah tabaraka wa taala, enyi kongamano la vijana, enyi vijana muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Undhuru mimman ta'khudhuna hadhihi al-ahadith, tizameni ni kwa nani machukua hadithi zenu.
ni kwa nani ambako mwaenda nyinyi kusoma dini yenu? Fa innaha min dinikum, kwani hii hadithi ni dini. Si kila mtu unayemuona yafaa kwenda kusoma kwake. Kijana wa Kiislamu yafaa utafute mtu ambaye kwamba ni alim, sunni, salafi, mtu ambaye yupo katika sharia ya Allah tabaraka wa taala, si mtu wa bid'a, si mtu wa khurafat. Simama, huyo ndo mtu mshike akusomeshe dini. Asikuwa ni mtu wa batil, mtu ambaye kwamba atakuingiza katika batil. Asikuwa ni mtu wa bid'a, atakuingiza katika bid'a. Asikuwa ni mtu wa matamanio ya nafsi. Tafuta ni nani wachukua kwake dini. Huu ni wasia wa wema walikuwa wanatuambia sisi vijana. Qala wa hadhihi wasiyatun adhimatun jidda. Al-Allama Abd al-Razzaq al-Badri yasema huu ni wasia mkubwa sana. Wa hiya anna ash-shab al-muqbil ala talab al-ilm, ya kwamba kijana ambaye kwamba yuelekea kutafuta ilmu wa tahsil al-hadith, na anataka kusoma hadith, yanbaghi an yakuna tahsiluhu lahu ala yadi ahli al-ilm ar-rasikhin. Yafaa achukue hii ilmu kwa wanawachuoni ambao wako na ilmu al-athbat, ambao wamethibiti katika ilmu na katika haki. Ahli ad-diraya, watu wenye ilmu wal basira, na wako na uoni na hikma. Al-akabiri fil ilmi, ambao ni wakubwa katika ilmu. Usichukue ilmu kwa saghair, watu ambao kwamba ilmu yao ni ndogo. Mtu akiwa yozungumza uelewi hadithi anasoma hadithi wa tafsiri vingine. Mtu ametoka barabarani wiki moja, kesho naye pia mkuu alim yozungumza. La budda min akhadh al-ilm ala man urifa bitalabi. Uchukue ilmu kwa yule mtu ambaye kwamba amezoeleka na anajulikana kwamba ni mtu wa ilmu. Na mitandao hii sahihi imetuletea wanawachuoni ambao ni kadhaba. Watu tunaghurika na mtu akiwa na followers wengi, huyo ndo alim, kwamba watu wengi wanamfuata. La budda utafute mwalimu mzuri. Hii ni dini. Tafuta mtu ambaye kwamba ana amana katika dini yako, asije akakupoteza. Wewe leo ukiumwa ukienda hospitali utafuta daktari mzuri, professional yule. Daktari mzuri kabisa, atakutibu vizuri. Ambia hivi, mimi naumwa macho. Huwezi kwenda kwa nini, kwa fundi, kwa mkulima akakutibu macho. Unaweza ukaumwa wewe, ukaenda kwa watu ushago kule shamba, ukamwambia jamaa bana, jamaa kuna jembe yake, mimi jicho langu bana yauma, atakupiga jembe katika jicho. Falidhalika labda kama ulivyokuwa katika afya yako kwa makini, kadhalika katika ilmu yako tafuta mtu ambaye kwamba ni mtu ambaye kwamba mtu wa haki, mtu wa sunna, si mtu wa talbis. Hii ni wasia mkubwa sana. Mkuwe makini vijana, wallahi kuweni makini sana. قال لا أن يأخذ العلم عن كل أحد، سيوشكوا علمك وكل مmoja، وإنما يأخذ العلم عن صاحب سنة. إلا وشكوا علمك ومtu wa sunna rasakhat qadamuhu fiha, mtu wa sunna ambaye mguu wake umekita katika ilmu. Jamani, ilmu inachukuliwa kwa mtu mwenye sifa mbili. Jambo la kwanza, awe na sifa ya kuwa ni mtu wa sunna. Jambo la pili, awe na sifa ya kuwa ni alim, mtu ambaye kwamba yuko na ile ilmu. Si lazima kwamba ati akuwe mwanachuoni mkubwa kama Fauzan. La, ile kitu ambacho kwamba anaitoa akuwe ahata bihi, ameizunguka na anaifahamu vizuri, ili asikupoteze katika dini yako. Qala fa'ad ibn Shawdhabi rahimahullah ta'ala qala inna min ni'mati Allahi 'ala ash-shab, katika neema ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kijana, idha tanassaka, pale anapoamua kuwa ni mtu wa khairi, an yuwahi sahiba sunnah, alazimiane na amfanya rafiki mtu wa sunna, yahmiluhu alaiha, mtu ambaye kwamba atakuwa yuambeba, anamweka katika ile sunna. Falidhalika kuanzia saa hii tafuta, hakikisha rafiki yako, na tafuta rafiki yako mtu ambaye yufuata sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sunni katika maneno yake, sunni katika vitendo vyake, sunni katika muamala wake. Asikuwe yeye ni mwana sunna katika maneno, lakini vitendo vyake ukimwangalia si mtu wa sunna. Lazima utafute huyo mtu wa sunna, itakuwa ni wallahi ni sababu ya wewe kusalimika. طيب قال وعن عمرو بن قيس الملائي رحمة الله تعالى عليه قال إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة، ukimuona kijana mara ya mwanzo tu yuanza kukua, anaamiliana na anakaa na watu wa sunna, ahli sunna wal jamaa, farjuhu, taraji khairi kutoka kwake. Wa idha ra'aytahu ma ahli albid'ah, lakini ukimuona mwanzo tu yeye anaanza kuwa yusulbiana watu wa bid'ah,
huku. Qal fayas minhu, kata tamaa na huyo mtu, maki hali yake ni mbaya sana. Mtu ambaye kwamba yuwahi ahli albid'ah, hali yake ni mbaya sana. Qala fa inna ash-shaba ala awwal nushuhi, kwani kijana yuhesabika ule wakati wa mwanzo ambao anaanza kukua. Falidhalika hii marhala ya mwanzo ndio yafaa mtafute watu wa haki kuamiliana nao. Na riwaya ya mwisho katika hii wasia ya pili, qala wa an Amr ibn Qais rahimahullah ta'ala qala inna ash-shaba la yansha'u fi athari inna ash-shaba la yansha'u fa in athara an yujalis ahli al-ilm kada an yaslam wa in mala ila ghayrihim kada an ya'tab. Asema Amr ibn Qais, kijana pale anapoanza kukua, huu ndo wakati wake wa ujana, ameanza kukua. Fa in athara an yujalisa ahli al-ilm, ikiwa utamuona yuwazidisha sana kuketi na watu wenye ilmu, kada an yaslam, huyu mtu atasalimika. Wa in mala ila ghayrihim, lakini ukimuona anaanza kumili, anaenda kwa watu ambao kwamba si watu wa ilmu, si watu wa sunna, kada an ya'tab, huyu anaanza kuharibika. Falidhalika la budda vijana tushikane vizuri na kulazimiana na kunufaika na umri wetu wa ujana na marhala yetu ya ujana, lakini kadhalika tulazimiane na wanawachuoni wa haki, wanawachuoni ambao watatuongoza sisi katika haki, watu wa sunna, watu wa ilmu, watu wa diraya, watu ambao kwamba wako na fahamu nzuri, watu ambao kwamba yakuduna ila shati salam, wanatupeleka sisi katika fuko ya amani, watu ambao kwamba yakuduna ila sunna, wanatuongoza sisi kwenda katika sunna, watu ambao kwamba yakuduna ila alkhairat, wanatupeleka sisi katika khairat, watu ambao kwamba yunjina anil mahalik, wanatuepusha sisi na maangamivu, watu ambao kwamba wanatuepusha sisi na moto wa jahannam. Hao ndio watu wazuri wa kushikamana na wao. Kwa kuwa time yetu imekwisha, inshallah sanaktafi bihadha alqadr, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.